Kulingana na mtaalamu wa mambo ya fedha Robert Kiyosaki, kuna tofauti kubwa sana ya makundi ya watu duniani na jinsi wanavyoingiza na kutumia pesa zao. Ni muhimu kujitathmini kwa sasa uko wapi na unataka kuwa wapi baada ya muda fulani. Kundi la kwanza ni maskini. Sifa kubwa ya mtu aliyoko kwenye kundi hili ni kuwa huingiza kipato chake kwa njia ya mshahara, yani salary or wage. Na kipato hicho mara nyingi huwa hakiwezi kuongezeka hadi upite muda mrefu sana. Mara nyingi pesa inayoingia hutokana na kutumia nguvu na ujuzi wake aliyousomea au aliyoupata ili kuweza kufanya kazi na kubadilishana ujuzi na nguvu zake na malipo ya kifedha ambayo hupata kwa kila siku au analipwa kwa wiki au kwa mwezi kulingana na makubaliano yake na yule anayemfanyia kazi. Kitu kingine unachoweza kujipima kujua kama uko katika kundi hili ni kuwa unapata pesa, lakini pesa yako yote huwa inaishia kwenye matumizi yako ya kila siku ya kuendesha maisha. Huwezi kuwa na pesa za ziada za kuweka akiba ama kuwekeza. Kwa maneno mengine ni kuwa inawezekana ukawa na kipato endelevu na cha uhakika kwenye maisha yako, lakini kipato chote kinaishia kulipia gharama za maisha za kila siku na huwezi kupata ziada ya kuweka akiba ama kuwekeza. Watu walioko kwenye kundi hili pesa yao yote huishia katika kulipa kodi ya nyumba, kununua chakula, kununua nguo, gharamia usafiri, matibabu na kadhalika. Haya yakishatumika, hakuna akiba inayobaki kufanya kitu cha ziada. Watu wengi walioko katika kundi hili wanaweza kuwa wanakwenda ofisini kila siku na wanaonekana wana kazi nzuri, lakini ukweli ni kwamba kila wanachoingiza kinaishia katika matumizi yao ya kila siku na hakuna ziada yote ile ambayo wanaitengeneza katika maisha yao. Jambo lingine kubwa katika kundi hili ni kuwa hawana chochote katika maisha yao ambacho kinawaingizia pesa, ukiacha kipato chao cha mshahara wanaolipwa na mwajiri wao. Hawana biashara au uwekezaji wowote walioufanya ambao unaweza kuwaingizia pesa nje ya kazi wanayoifanya wao. Kama uko kwenye kundi hili, inamaanisha kuwa changamoto ya mafanikio ya kifedha itaendelea kuwa kubwa hadi utakapoamua kufanya kitu cha haraka kujikwamua. Jaribu kuangalia sifa nilizoeleza hapo juu na ujiulize kama na wewe ni mmoja wa watu ambao wana sifa hizi nilizoeleza. Kama ukijigundua, basi sura inayofuata tutajifunza mbinu za kukusaidia kutoka hapo. Kundi la pili ni watu wenye kipato cha kati. Kundi hili lina afadhali kidogo ukilinganisha na lile la kwanza. Na wengi walioko kwenye kundi hili ni watu wenye elimu ya kati na huwa kwa nje wanaonekana maisha yao ni mazuri na hata unaweza kuyatamani. Tatizo kubwa wanalokabiliwa nalo kwenye kundi hili ni pamoja na kuwa na vitu vingi ambavyo kwa nje vinaonekana ni utajiri ila vinawachukulia pesa kila siku. Mfano, magari ya mikopo, TV subscription, yaani gharama za kulipia chaneli za TV za kila mwezi na kadhalika. Kundi hili kwa kiasi kikubwa huwa wana madeni mengi sana na kipato chao kwa asilimia kubwa huwa kinaishia kwenye kulipa madeni. Watu waliopo kwenye kundi hili wanaongoza kwa kumiliki vitu ambavyo wamekopa ingawa vinawapa heshima kwenye jamii. Watu kwenye kundi hili wana magari ya mikopo, simu kubwa za bei ghali za mikopo, wanakopa nguo za bei ghali na kadhalika. Lakini pia ni watu ambao hawana chanzo kingine chochote cha mapato isipokuwa kazi yao wanayofanya kwa sasa. Kitu kikubwa wanachohangaika nacho watu walioko kwenye kundi hili ni kutaka kupata heshima ya kuonekana maisha wanayoishi ni ya juu, ingawa ukweli ni kuwa wanahangaika sana kifedha. Mara nyingi kama hauko karibu nao, hauwezi kujua kabisa changamoto zao kifedha. Lakini kila wakati ni watu wanaotafuta kukopa pesa kwa ajili ya kitu fulani na mara nyingine wanakopa ili kulipa madeni. Sifa nyingine iliyojificha katika kundi hili ni kuwa wanachukua mikopo kununua vitu ambavyo haviwazalishi pesa bali vinaendelea kuchukua pesa kutoka mfukoni mwao. Watu wa namna hii wakiacha kazi ghafla huwa hawawezi kuendesha maisha yao kwa muda mrefu na maisha yao hubadilika ghafla. Kwa walioajiriwa na wako kundi hili, mara nyingi unakuta mshahara wao hauwezi kufika mwisho wa mwezi na ulazimika kuomba wapewe sehemu ya mshahara, yani salary advance, au wakope kwa mtu na kuahidi kulipa pale mshahara wao utakapotoka. Ukijigundua uko kundi hili na usipochukua hatua yoyote ya kubadilika, utajikuta umeingia katika madeni makubwa na mfumo wa maisha wenye changamoto za kifedha, na
na mwisho utakuta unashindwa kuacha kazi au kushindwa kufanya maamuzi aina fulani kwa sababu ya madeni yanayokuandama. Kundi la tatu ni la matajiri. Watu walioko kwenye kundi hili ni wale ambao wanapopata kipato chao huwa wanakitumia kununua ama kuwekeza katika kitu ambacho kitaendelea kuwazalishia pesa. Maeneo ambayo unaweza kuwekeza tutayajadili kwa mapana katika sura inayofuata. Pesa wanazopata katika kitu walichonunua, yani asset, ndio huwa pesa za kutumia kulipa mahitaji yao ya kila siku ama kununua vitu ambavyo vitawahitaji kulipia kila siku. Tofauti hii ni muhimu sana kuielewa. Watu wanaofanikiwa kufika katika kundi hili, kitu cha kwanza wanachofanya ni kuhakikisha kuwa katika sehemu kubwa ya pesa ambayo wanaipata wanaitumia kuwekeza katika kitu ambacho kitaendelea kuwazalishia pesa, yani asset. Na baada ya kufanikiwa kuwekeza katika assets nyingi, basi gharama zao za maisha za kila siku zinaacha kutegemea kipato chao cha kufanya kazi kila siku na wanaanza kuendesha maisha yao kwa kutumia kipato kinachotokana na assets zao. Ili kufikia hatua hii unahitaji kuanza kuwekeza kwa muda mrefu na kufanya kwa bidii bila kuchoka. Unaweza kuanza leo bila kujali kiwango cha pesa ulizonazo ili kesho ufikie katika kundi hili. Maeneo ambayo unaweza kuanza kuwekeza assets zako tutajifunza zaidi katika sura ya 4. Kitu kimoja wapo kikubwa kuhusiana na kundi hili ni kuwa mara nyingi watu wa kundi hili wako tayari kuonekana kwa muda fulani kuwa hawana kitu ili kuweza kutumia muda wao kujenga msingi wa kitu kitakachowaingizia pesa. Wako tayari kuishi kwenye nyumba za gharama za chini, kuishi bila kununua gari kwa muda fulani, na badala yake kuwekeza katika maeneo 9 ambayo tutazungumza hapo baadaye. Wako tayari kuonekana wanavaa nguo za kawaida na kadhalika. Katika kitabu chao cha The Millionaire Next Door, mtu milionea anaishi nyumba ya jirani, waandishi Profesa Thomas J. Stanley na William D. Danko wameeleza kuhusu mtu aliyekuwa katika kundi hili, na alikuwa anaishi katikati ya watu waliokuwa kwenye makundi mawili ya kwanza, lakini hawakuweza kumjua kabisa kutokana na aina ya maisha aliyokuwa anaishi. Mara nyingi ili ufike katika kundi hili lazima uheshimu kanuni mojawapo muhimu ambayo imeelezwa na John Maxwell kwenye kitabu chake cha 15 Invaluable Laws of Growth, ambapo anaeleza sheria mojawapo ya kukua ikiwemo katika eneo la fedha ni kuzingatia kanuni inayoitwa the law of trade-off. Kanuni inasema ni muhimu kupoteza ama kujinyima baadhi ya vitu katika maisha yako kwa muda kwa kusudi kubwa la kutimiza malengo makubwa uliojiwekea katika maisha yako. Zoezi la kujitathmini. Kulingana na maelezo ya makundi haya, jitathmini kwa sasa. Uko kwenye kundi gani kati ya haya? Kama uko kwenye makundi mawili ya kwanza, je, unapanga kutumia njia gani au kufanya nini ili siku moja uwe kwenye kundi la 3? Jinsi ya kupanga bajeti itakayokusaidia kufanikiwa kifedha. Moja jambo muhimu sana katika kuanza safari yako kujiimarisha kifedha kwenye eneo la akiba na uwekezaji ni uwezo wako wa kujipangia bajeti. Bajeti ni mpangilio unaoweka kwenye matumizi ya kipato chako kwa kuzingatia mafungu mbalimbali ya matumizi kwenye maisha yako. Moja ya udhaifu mkubwa ambao uligundulika kwa watu ambao hawafanikiwi kifedha kwenye maisha yao kupitia utafiti wa Profesa Thomas Stanley na William Danko ni kushindwa kujiwekea budget ya matumizi ya pesa wanazopata kwenye maisha yao. Iligundulika kuwa matajiri wote ni watu ambao huwa wanajiwekea akiba kwa ajili yao wenyewe kwanza kwa kutumia kanuni ya pay yourself first, yani jilipe wewe mwenyewe kwanza. Waandishi wengi akiwemo George Clason aliandika kitabu cha The Richest Man in Babylon wamesisitiza sana umuhimu wa kutumia kanuni hii kwenye maisha ya kila mtu anayetaka kufanikiwa kifedha. Unashauriwa kuweka kati ya 10% mpaka 20% ya kipato chako cha kila mwezi kama sehemu ya akiba yako. Ukianza kutumia mfumo huu wa bajeti kwenye matumizi yako ya kila siku, itakusaidia sana kuanza safari yako ya mafanikio ya kifedha. Kwa mujibu wa Elizabeth Warren, kanuni ya kujiwekea bajeti inatakiwa izingatie makundi makubwa 3. Kundi la kwanza ni lile ambalo linajumlisha akiba na uwekezaji, yani savings and investments. Hii inatakiwa ichukue takriban 20%. Kundi la kwanza la matumizi kwenye kipato chako, kama tulivyosema, inatakiwa liende kwenye akiba na uwekezaji. Mara tu unapopata pesa yako,
kabla hujaitumia kwenye matumizi yoyote yale, hakikisha kuwa unatenga kiasi unachokusudia kwa ajili ya kuwekeza. Bila kujali una mahitaji makubwa kiasi gani kwenye maisha yako, usikubali kuacha kuweka kiwango hicho maisha yako yote kuanzia leo. Hii inatakiwa iwe ni nidhamu muhimu ya kila siku. Ukipata pesa tu, kabla hujafanya matumizi yote yale, tenga kiwango hiki na kiweke pembeni kwa ajili ya akiba na uwekezaji wako. Katika asilimia hii 20, unashauriwa kutumia asilimia 10 kama sehemu ya kujenga mahusiano yako na Mungu kwa kutoa zaka. John D. Rockefeller, ambaye alizaliwa mwaka 1839 na kufa mwaka 1937, ambaye Marekani tajiri zaidi kuwahi kuishi, aliwahi kusema kwamba kama nisingetoa sehemu ya 10 ya dola ya kwanza niliyopata, basi nisingeweza kutoa sehemu ya 10 ya dola milioni 1 niliyopata. Waambie watu wawafundishe watoto wao kutoa hivyo, na watakuwa wakiwa watumishi wema wa Bwana. Kumbuka, moja ya nguvu unayohitaji ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako ni nguvu ya kiroho. Na kwa kufanya hivi, utakuwa unajiunganisha na nguvu za kiroho zitakazoweza kuwa msaada kwenye safari yako ya mafanikio ya kifedha. Ingawa kwenye kundi hili la bajeti unashauriwa uweke asilimia 20 ya mapato yako, unaweza kuamua kuweka zaidi ya hapo kwa kupunguza kwenye kundi la 3 kama ambavyo tutajifunza. Kumbuka kuwa kadiri unavyoweka asilimia kubwa katika akiba na uwekezaji, ndivyo unavyojenga nguvu yako na kuharakisha kufanikiwa kifedha na kuondoka katika ukame wa kipato. Zoezi la kuzingatia: tafakari juu ya asilimia 20 ya kipato chako na uone namna unavyoweza kukitenga kila wakati kwa ajili ya matumizi ya kundi hili. Ni vyema ukaamua utakuwa unaweka akiba wapi au unawekeza wapi. Kundi la pili ni lile la matumizi ya lazima, yani needs, ambalo lenyewe linachukua asilimia 50. Kundi hili linahusisha matumizi ambayo huwezi kuyakwepa kwenye maisha yako. Matumizi yanayoangukia katika kundi hili ni pamoja na chakula, malazi, usafiri, matibabu, ada za shule na mambo yanayofanana na hayo. Hapo ndipo ambapo watu wengi pia wanakosea. Kwani pamoja na ulazima wa matumizi haya, ila kuna kiwango unatakiwa kuzingatia. Kama unaona kiwango fulani cha maisha au kuishi bado hujafikia, unachotakiwa kufanya ni kuendelea kukaa katika matumizi ya lazima ya kiwango chako. Kwa mfano, usilazimishe kukaa kwenye nyumba ambayo ni gharama kubwa zaidi ya kipato chako. Hii inamaanisha kuwa kama kwa leo matumizi yako ya kundi hili yanazidi asilimia 50, hapo utakapokuwa unaishi zaidi ya kiwango chako na unatakiwa kufanya baadhi ya mabadiliko ya haraka ili usiendelee kujiingiza kwenye changamoto za fedha. Zoezi: jumlisha matumizi yako ya lazima kwa mwezi, yani kodi, chakula, usafiri, vocha kwa ajili ya simu yako na kadhalika. Kisha tafuta asilimia kwa kufanya kifuatacho: chukua jumla matumizi yako ya mwezi na gawanya kwa jumla ya kipato chako cha mwezi, kisha nambari utakayopata zidisha kwa 100. Mfano, kama wewe matumizi yako ya mwezi ni 100,000 na pia kipato chako ni 500,000, maana yake utachukua 100,000 utaigawa kwa 500,000. Utapata 0.2, kisha utazidisha mara 100, utapata asilimia 20. Utakapofanya mahesabu na ukaona inazidi asilimia 50, ina maana kuna marekebisho unatakiwa uyafanye kwa kupunguza baadhi ya matumizi kwenye maisha yako. Je, una mpango wa kufanya nini ili kupunguza matumizi yako? Jambo la kuzingatia ni kwamba usiongeze matumizi kwenye maisha yako kabla ya kuongeza kipato chako maradufu, sawasawa na kanuni iliyotolewa na Northcote Parkinson. Je, wewe umepata asilimia ngapi baada ya kugawanya jumla matumizi ya mwezi na jumla kipato cha mwezi ukazidisha 100? Nambari yako inazidi 50 au iko chini ya 50? Kama iko chini ya 50, uko sehemu nzuri. Lakini kama iko juu ya 50, maana yake una changamoto ya kifedha, na tutajifunza hapo baadaye ufanye nini. Kundi la 3 la matumizi katika bajeti yako ni matumizi unayoweza kuyasitisha, yani wants, ambayo yanatakiwa achukue asilimia 30. Ili kujua matumizi haya, jaribu kujiuliza, hivi naweza kuishi bila kununua kitu hiki?
Au angalia mara tu kipato chako kinapopungua ni mambo gani ambayo unaharakia kuyaacha. Hii inaonyesha haya sio matumizi ya lazima kwako. Matumizi haya ndiyo ambayo huongoza kuchukua pesa za maskini wengi kwenye maisha yao. Kwenye kundi hili kuna mambo kama kununua bia, kununua simu toleo jipya, kuwa na mtoko wa gharama kila mwezi, kulipia kifurushi cha gharama kubwa cha televisheni, hata chaneli ambazo mtu haangalii, kutaka kuchangia kila harusi iliyoko mbele yako, gharama za kununua vocha za simu na kadhalika. Kwa namna yote ile, jitahidi jumla matumizi yako ya namna hii isizidi 30% ya jumla ya kipato chako. Kwa watu wengi, kundi hili la matumizi huwa ni kubwa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, huwa wanaishi maisha ya kujilinganisha na wengine. Wananunua vitu na kufanya mambo ili waonekane. Sababu ya pili, huwa wanasumbuliwa sana na impulse purchase. Yaani kuwa na mchecheto na muwasho kila pesa inapoingia wanataka waitumie wanapoona kitu kimepita. Hata kama sio lazima, watahangaika tu kutafuta kitu cha kununua. Kumbuka kundi hili ndio unaweza kulipunguza ili uweze kuongeza katika kundi la kwanza la akiba na uwekezaji. Kadiri utakavyoweza kupunguza 1% katika kundi hili, ndivyo utakavyoweza kupata kipato cha ziada kuweka katika kundi la kwanza. Hivyo ushauri wangu ni kuwa ingawa kundi hili linaweza kufikia 30%, bali unaweza kulipunguza hadi 20% ya matumizi yako, na hivyo ile 10% ukaenda kuiongeza katika kundi la kwanza, na hivyo ukawa na 30% ya akiba na uwekezaji. Kanuni ya umaskini na kanuni ya utajiri. Poverty and prosperity formula. Kanuni ya umaskini yani poverty formula inasema, nikipata pesa, kwanza ninazifanyia matumizi yani expense. Pili, nafanyia maisha ya starehe yani nafanya vitu vinavyonifurahisha katika lifestyle. Na mwisho unaishia kwenye madeni yani debts. Kanuni ya utajiri inasema, nikipata pesa, kwanza natoa 10% kwa ajili ya Mungu wangu. Pili, natumia 10% kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Kisha matumizi yangu ya lazima hayatazidi 50%. Na baada ya hapo, matumizi ya mambo mengine yasiyo ya lazima hayatazidi 30%. Umegundua tofauti iliyoko katika kanuni hizi mbili? Tofauti kubwa ya kanuni hizi ni kile unachofanya mara tu baada ya kupata pesa zako. Maskini mara wanapopata pesa wanatumia kwanza, kisha wanasubiria kitakachobakia ndio wawekeze ama kuweka akiba. Watu wanaofuata kanuni hii huwa wanakuwa na wakati mgumu kifedha, na wengi huishia katika madeni makubwa kwenye maisha yao. Kwa upande mwingine, matajiri kabla hawajatumia huwa wanajiwekea nidhamu ya kuweka akiba na kuwekeza kwanza kabla hawajaingia kwenye matumizi yao ya kila siku. Je, wewe kwa sasa unatumia kanuni gani? Kumbuka kuwa kanuni unayotumia ndio itajulisha utafika wapi kifedha. Kama utatumia kanuni ya umaskini kwenye maisha yako, hautahitaji kutafuta mtu wa kumlaumu, kwani utakuwa umechagua mwenyewe. Uchaguzi ni wako kuanzia leo, unaamua kutumia kanuni gani. Zoezi. Je, ungependa kujitathmini kujua kwa sasa kifedha uko katika hali gani na ni maeneo gani unatakiwa kuyafanyia kazi kwa haraka? Fanya zoezi hili hapa la Financial Fitness Quiz, na kulingana na majibu utakayopata utatengeneza mkakati wa jinsi ya kutoka hapa ulipo kwenda kule ambako unatamani kufika kifedha. Zoezi hili la kujitathmini nafasi yako kifedha, yani Financial Fitness Quiz, litakusaidia kujua hali yako ya sasa. Ili kisha ujue mbinu za kutumia kujiimarisha kifedha, ni muhimu kufahamu maeneo yote ya udhaifu ambayo yanakukabili. Sasa chukua karatasi na peni yako, kisha ufanye zoezi hili pamoja nami. Katika kila swali utakaloulizwa, jaribu kuchagua alama ambayo inawakilisha kwa ukaribu sana namna ambavyo wewe unasimamia pesa zako. Ukijaza nambari 1, maana yake ni kwamba sikubaliani kabisa. Ukijaza nambari 2 ni kwamba sikubaliani. Ukijaza nambari 3 ni kwamba nakubaliana kidogo. Ukijaza nambari 4 nakubaliana. Lakini ukijaza nambari 5 nakubaliana kabisa na jambo hilo. Zingatia kuwa kadiri utakavyokuwa mkweli katika kujipa alama, ndivyo itakavyokuwa rahisi kwako kujenga mkakati wako kusaidia. Jitahidi kujiwekea alama ambazo zinakueleza kwa usahihi zaidi ili ufaidike.
Mara utakapomaliza, nitakufundisha nini unaweza kufanya ili kugundua nafasi yako kifedha. Ninaamini uko tayari sasa kuanza zoezi ukiwa na karatasi na kalamu yako. Nitakapouliza swali, jaribu kuweka marks unayofikiria kulingana na maelezo niliyoyatoa. Na hapa tutaangalia maeneo 4 makuu yanayohusiana na fedha. Swali la kwanza, nina account bank au account ya chama cha kuweka na kukopa ambayo naitumia kuweka pesa zangu na kuchukua ninapohitaji. Jaza kati ya nambari 1 mpaka nambari 5, chagua nambari sahihi kwako. Swali la pili, nina fedha za kutosha za kuweza kulipa kodi au mikopo na gharama nyingine za nyumbani kila mwezi. Swali la tatu, nina fedha za kutosha za kuniwezesha kumudu dharura kama vile misiba, ugonjwa, kufanya matengenezo ya gari na kadhalika. Swali la 4, nina malengo ya kifedha yaliyokwisha andikwa yakiwa na tarehe na gharama halisi. Mfano, nitaweka jumla ya shilingi milioni 10 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba kwa miaka 5 ijayo. Swali la 5, nina bajeti ya matumizi na nina uwezo wa kuweka akiba kila mwezi. Swali la 6, ninaziweka vyema taarifa zangu za kifedha na naweza kuzipata taarifa muhimu kirahisi pindi ninapozihitaji, mfano risiti za malipo na kadhalika. Swali la 7, ninafahamu kodi ninazokatwa kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano biashara au ninaponunua bidhaa. Swali la 8, natambua thamani yangu halisi, yani mali kutoa madeni, na kila mwaka ninajipima. Naamini umeweka alama katika kila swali kwenye eneo la kwanza la usimamizi wa fedha. Eneo la pili ni utunzaji au uwekezaji. Swali la 9, ninatunza fedha kwa malengo ya muda mrefu ya kifedha kama vile elimu kwa watoto wangu, nyumba na kustaafu. Swali la 10, nina fedha zilizowekwa au kutunzwa mahali kwa ajili ya kukidhi gharama walau kwa miezi 3 katika account, kwa mfano mfuko wa pamoja, akiba benki na kadhalika. Swali la 11, ninaongeza fedha zangu za akiba na uwekezaji mara mshahara wangu au kipato changu kinapoongezeka. Swali la 12, nina account binafsi ya uwekezaji mara nitakapostaafu. Swali la 13, nina fedha zilizopo kwenye uwekezaji tofauti tofauti, mfano hifadhi ya jamii, dhamana, mfuko wa pamoja, fixed deposit na kadhalika. Swali la 14, mapato yangu ya uwekezaji baada ya kodi ni makubwa zaidi ya mfumuko wa bei wa kila mwaka. Swali la 15, nina bima ya kunisaidia wakati wa majanga makubwa kama vile gharama za hospitali, moto au wakati wa kutojiweza. Swali la 16, uwekezaji wangu wa muda mrefu huwa situmii bila kujali nina shida kiasi gani, huwa siugusi. Ninaamini umeweka alama katika maswali yaliyoangukia kwenye eneo la pili la ufahamu wa kifedha kwenye eneo la utunzaji na uwekaji akiba. Sasa tuelekee eneo la 3 ambalo ni mikopo. Swali la 17, chini ya 20% ya kipato changu cha mwezi nalipa mikopo mbalimbali ya muda mrefu, yani mkopo wa nyumba, gari na kadhalika. Swali la 18, ninalipia malipo yote kwa wakati ili kuepuka adhabu ya kuchelewa kulipa. Naamini umeweka nambari kati ya 1 mpaka 5 kulingana na hali yako katika maswali haya yaliyoangukia katika eneo la 3 la mikopo. Eneo la 4 na la mwisho ni la manunuzi. Swali la 19, ninalinganisha maduka walau 3 tofauti kabla sijafanya manunuzi yangu makubwa. Swali la 20, ninaepuka kufanya manunuzi ovyo ovyo bila kuweka kwenye bajeti. Ninaamini umefanikiwa kuweka alama kwa kila swali katika maswali 20 ambayo tumejifunza. Kinachofuata, jaribu kujumlisha marks zote ulizojiandikia kuanzia swali la kwanza mpaka 20. Kisha pata jumla. Umepata jumla ngapi? Baada ya kufanikiwa kupata jumla ya alama ulizopata, hii ndiyo tafsiri yake. Kama umepata alama kati ya 0 mpaka 20, tafsiri yake ni kwamba unahitaji msaada mkubwa kuhusu fedha, lakini usikate tamaa. Hujachelewa kuchukua hatua kuimarisha hali yako ya kifedha.
Kama umepata alama kati ya 21 mpaka 40, maana yake unaelekea katika hali ngumu ya kifedha. Ni wakati sasa wa kuchukua hatua na kubadilisha mwelekeo wako. Kama umepata alama 41 mpaka 60, unajitahidi kufanya kazi nzuri ya kusimamia mzunguko wako wa kifedha na umechukua hatua stahiki kuelekea uelekeo mzuri tayari, lakini usibweteke. Kama umepata 60 mpaka 80, hapo unafanya kazi nzuri sana na uko juu ya wastani katika usimamizi wa fedha zako. Kile kilichokufanya upate alama hizi, endelea kukifanya. Kama umepata alama kati ya 80 mpaka 100, upo mahali pazuri katika usimamizi wa fedha zako. Endelea kujiimarisha zaidi. Jambo la kuzingatia ni kwamba sehemu ambazo maswali yake umepata alama 1, 2 au 3 ni sehemu ambazo unahitaji kuchukua hatua ili kujiimarisha kifedha kwa wakati ujao. See you at the top.